Nitumie nafasi hii kwanza kushukuru mkurugenzi pamoja na timu ya SACCOT kwa kukubali kukutana na sisi kwa muda mfupi. Jana wakati natokea Njombe pigia simu nikaomba, kwa sababu tumekuja hapa Dar es Salaam na tuna leo tu na kesho kabla hatujarudi tena mikoani, nikaomba angalau tuweze kukutana na kujadili mawili matatu. Kwa hiyo nakushukuru sana pamoja na timu yako kwa kutu accommodate on such short notes. Mimi na timu yangu tumekuja hapa kwa mambo, kwanza kupata mjadala wa pamoja wa sekta ya kilimo na nyinyi kama wadau katika sekta ya kilimo katika maeneo ambayo mmejikita kutoa mchango, namna ambavyo tunaweza tukasaidiana kuanzia sasa going forward, maeneo ambayo hata sisi tunaona ni vipaumbele na ambayo yako in line na scope yenu ya SACCOT. Kwa hiyo katika ziara ya mikoa ya Southern Highlands, yani nyanda za juu kusini, tumeona maeneo ambayo SACCOT imesaidia na mchango wenu kupitia NOSC initiative, mimi naita NOSC model. Tumeona sisi kwa upande wa serikali tunaamini kabisa namna ya kuwasaidia wakulima wengi wanyonge wenye mashamba madogo ili tuweze kwenda nao kwenye malengo ya kufika kipato cha kati. Namna pekee ni kuwajengea uwezo hao wadogo kupitia outgrower model, ambayo ukiangalia NOSC model imo zile block farms ambazo kupitia NOSC wanapata huduma za ugani kwa udogo wao, lakini kupitia NOSC wanapata elimu ya kuzingatia ubora, na kwa pamoja inamsaidia huyu mkulima mdogo kupata bei nzuri kwa processor kwa maana ya kiwanda. Lakini kama kuanza ni eneo ambalo tunaweza mkatusaidia sasa, baada ya kuwa NOSC, maana NOSC ni Njombe Outgrowers Service Company. Sasa tunatafuta ni namna gani tunaweza nationalize hiyo model kwenye mazao ya kimkakati, lakini pia ni namna gani tunaweza nationalize hiyo model kwenye mazao yanayotengeneza mafuta, kwa sababu kama nchi tunataka tuongeze uwezo wa kuchakata mafuta ya kula hapa nchini, ili tuweze kuongeza ajira kwa vijana na akina mama. Lakini pia tukipata ziada, soko ni kubwa, lakini kuna soko la Afrika Mashariki, kuna soko la SADC, na Tanzania sisi ni member. Tanzania tuna ardhi kubwa. Tanzania 65.5% ni wakulima. Kwa hiyo haya masoko na hii fursa, SACCOT mkiweza kusaidia vipaumbele hivyo vya serikali vya kuwasaidia wakulima na kutengeneza ajira kwa vijana na akina mama, mtakuwa mmetusaidia kwenda kwenye direction ambayo pia ndiyo malengo ya utekelezaji wa ilani ya chama. Sasa kwa hiyo ziara yangu kwenye mikoa nyanda za juu kusini ikanifungua na kutaka tukutane, tujadiliane katika hayo maeneo, lakini pia ninapanga kukutana na development partners ambao wana focus kwenye agriculture. Kesho ninakutana na Fred wa FAO kujadiliana naye kama mwenyekiti wa hiyo DP group vipaumbele going forward upande wa sisi Wizara ya Kilimo, na namna development partners wanavyoweza kusupport hayo maeneo ya vipaumbele. Sisi tunaamini njia nzuri ya development partners kuisaidia serikali ni kupitia demand driven approach. Yaani sisi kama nchi ndio tunajua priorities zetu ziko wapi. Tukiweza kuarticulate hizo priorities, sasa development partners wanaweza
wakatoa mchango wao kulingana na vipaumbele ambavyo sisi tumeviseti. Practice nyingine unakuta kwenye development ni supply driven. Yaani mtu anakuja kuanzia concept note anakutengenezea yeye, project document anakutengenezea yeye, alafu baadaye anasema okay, this is what I think you need and here is the funding that it will take for you to implement huu mradi. Na approach hiyo tumeona haijawa sustainable, na ndio maana ukiangalia katika debate duniani hii foreign aid approach ilikuwa na mwelekeo huo. Lakini tukiweza kushawishi development partners wakasupport katika maeneo ambayo sisi kama nchi tunaona ni vipaumbele, tutaweza kutumia mchango wao vizuri na ukaweza kuwasaidia Watanzania. Kwa hiyo nitamshauri waziri wangu tuite partnership council ambayo ndiyo inasimamia catalytic trust fund. Tuangalie hata kwa upande wa access to cheap finance kwa mkulima katika hii direction ambayo tunaenda, ni namna gani hiyo catalytic trust fund inaweza ikasaidiana na benki ya kilimo pamoja na mifuko mingine ambayo iko ndani ya serikali ya kusaidia wakulima, kwa mfano baraza la uwezeshaji wananchi kiuchumi. Yaani kuharmonize hii mifuko ikajikita kwenye maeneo ambayo wote tukifocus yataweza kuleta impact ya haraka kwa wakulima wetu. Kwa hiyo kwa vile nyinyi mmeshiriki kwenye NOSC model, ni jambo la kuwapongeza sana, na pamoja na maeneo mengine ambayo tumeona hapa mmekuwa mkisaidia serikali kuhudumia sekta ya kilimo. Lakini ni vizuri sasa going forward tukawa na mjadala wa pamoja, alafu baada ya hapo tuwe tuna implement kitu ambacho wote tukiwekeza jitihada na resource chache, maana globally tunasema resources is finite. Kwa hiyo it's a matter of doing the best with what we have for a bigger impact kwa wananchi. Sasa ili tuweze kutekeleza hayo, pia nilitaka niwaachie jambo moja kwenye blueprint iliyoanzisha SACCOT na ni tripartite, kwa maana development partners, serikali na private sector. Kama kuna na non-state actors, kama kuna clauses ambazo zinaweza zikaturuhusu tukawa tuna mjadala wa kuboresha ile blueprint ili ikaweza kutupeleka kwenye direction ambayo ina reflect realities of the day, sisi kama wizara tungependa hilo. Sasa blueprint imesema iko kwenye website, lakini na mimi nitaitizama, lakini nitaka niwaombe na mkataba mzuri ni ule ambao uko unaacha hii open, ili as in the process of implementing a project kuna lessons learned ambazo zinaweza zikasaidia kuinform na kuboresha utekelezaji wa hiyo project. Kwa hiyo kama hiyo ipo, tuitumie ili kuweza kufanya huo uboreshaji, ili tuweze kupitia hii blueprint iweze kusaidia kutekeleza ASTP2 kama ilivyotarajiwa. Kwa hiyo blueprint is another one area ya kufanya review na kuboresha na kuwa na mkakati wa pamoja. Lakini pia kama dada Maria alivyosema kwenye compact statement ambazo kila mwaka mnatoa, inaweza ikawa ni sehemu nyingine ya kuanza mwaka pamoja katika kutekeleza ASTP2, na sisi wizara tukashiriki na wadau wengine, lakini tukawa tuna vipaumbele ambavyo tayari tumekubaliana going forward. Lakini katika yote hayo bado mambo ya msingi ambayo mmeyataja mwanzoni bado mpaka sasa yana stendi. Swala la miundombinu ya kumsaidia mkulima shambani ni sehemu ambayo bado ni changamoto. Lakini pia kwenye upande wa horticulture ambapo tunaweza tukatengeneza ajira za vijana na kina mama
wengi nchini, na nakumbuka Morogoro pia nilichokoza hili. Tunaweza tukasaidiana kwenye kwanza kukaa na agro processors. Kwa mfano Iringa kuna wawili wako kwenye nyanya, sawa, na wengine wa type hiyo. Tukaangalia ni kwa nini wanaofa bei ya chini ya nyanya na mazao kitunguu na mazao mengine. Serikali ikaangalia kama ni high cost of doing business, tukajikita katika kuziaddress ili iweze kumsaidia mkulima akapata bei nzuri. Sawa. Lakini pia kwenye horticulture kuna wale ambao wanachukua mazao loosely kuyapeleka kwenye supermarket na high end hotels. Ni kwa nini wanaofa bei ndogo kwa mkulima? Je, ni changamoto zipi ambazo zinawakabili ambazo zikiwa address zitawasaidia wao kutoa bei nzuri kwa mkulima wa nyanya, vitunguu na mazao ya horticulture? Sisi mwisho wa siku jitihada zote lazima feedback kwenye tunaboreshaje maisha ya mkulima wetu mdogo. Sawa? Na ndio maana outgrower model sisi tunaipenda zaidi, ya kumsaidia huyu peasant aweze increase yield per acre na kusupply processor. Sawa? Na in the future kupitia ushirika, baada ya kuboresha, hata hizi block farmers wakiungana wanaweza wakawa na processing plant ya kuchakata. Hiyo ndio industrialization na transformation ya agriculture ambayo kama nchi tunaitaka, ya kumsaidia mkulima mdogo huyu aweze kushiriki mali yake shambani, apate bei nzuri, lakini ikiwezekana apate hivi dividend ndo tunahitaji gawio kwenye usindikaji. Kwa hiyo bei nzuri anapata kipato, kwenye gawio anapata, ndo tunaweza Tanzania ikawa nchi iliyoendelea baada ya kuendelea kuwa nchi inayoendelea. Kwa mikakati hiyo tunaamini kabisa tukishirikiana na strategize pamoja kama hivi, tunaweza tukasaidia serikali na ilani katika kufikia malengo ya kwenda kipato cha kati. Kwa hiyo kwenye upande wa infrastructure